Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amependekeza kujadili kuanzishwa kwa serikali ya muda huko nchini Ukraine chini ya mwongozo wa Umoja wa Mataifa na nchi kadhaa, ambako rais wa Urusi amesema lengo litakuwa kufanya uchaguzi wa haki huko nchini Ukraine kwa sababu muda wa urais wa Volodymyr Zelensky umekwisha kumalizika tangu Mei ya mwaka 2024, ambako Moscow haioni njia wazi ya kutia saini makubaliano yoyote na Ukraine kwa vile viongozi wengine wanaweza kuja kesho. Putin alieleza hayo siku Alhamisi usiku alipokuwa akiwahutubia mabaharia wa manowari ya nyuklia ya Arkhangelsk. Katika hali kama hizo, mazoezi ya kimataifa hufuata njia inayojulikana ndani ya mfumo wa shughuli za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Matukio kadhaa tayari yameonyesha kile kinachojulikana kama usimamizi wa nje au utawala wa muda. Putin alipendekeza hivyo. Pia mamlaka ya nje yapaswa kuwezesha uchaguzi nchini Ukraine ili kuanzisha serikali yenye uwezo ambayo ina imani na watu. Putin alikazia hivyo. Baada ya hapo, mamlaka mpya zinaweza kuanza mazungumzo sasa na Moscow na kutia saini makubaliano ya amani ambayo yatatambuliwa ulimwenguni kote na yatakuwa ya kutegemewa na thabiti. Hata hivyo, Putin pia alisisitiza kuwa utawala wa muda ni chaguo moja tu linalowezekana. Kwa ujumla, wanaunga mkono kusuluhisha mizozo kwa amani, ikiwa ni pamoja na hilo, lakini si kwa gharama za Urusi. Putin alihitimisha hivyo. Inakumbukwa hivi karibuni Marekani ilipanga usitishaji vita mdogo kati ya Ukraine na Urusi na kuweka kusitishwa kwa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati. Zelensky ameunga mkono hadharani usitishaji vita kwa muda wa siku 30 ambao unastahili kuhusisha kusimamishwa kwa mashambulio na vikosi vya Kiev. Wizara ya Ulinzi ya Urusi hata hivyo imeweza kuripoti ukiukaji mwingi wa Ukraine wa makubaliano hayo ambayo ilielezea ya kuwa yanalenga kudhoofisha juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kupata upatanishi kati ya Moscow na Kiev. Msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov alisema Jumatano wiki hii ya kwamba Moscow itaheshimu majukumu yake licha ya hatua za Ukraine, kwani makubaliano hayo yanawakilisha ushirikiano mzuri wa kidiplomasia na utawala wa Trump. Mapema kabisa wiki hii, maafisa kutoka nchini Marekani waliweza kukutana kando na wajumbe wa Urusi na Ukraine huko nchini Saudi Arabia. Kufuatia mazungumzo hayo, pia Moscow iliweza kusema ipo tayari kufufua mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi, mpango ambao hapo awali ulipatanishwa na UN na Turkey na kumalizika mnamo mwaka 2023. Hiki pia ndicho ambacho rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameweza kukidai ya kwamba amependekeza ili ya kwamba Urusi iweze kutia saini makubaliano ya amani na nchi ya Ukraine. Amesihi ya kuwa lazima kuweze kuanzishwa serikali ya muda huko nchini Ukraine kwa ajili ya uchaguzi katika nchi hiyo. Basi pia taarifa zingine zaidi nitazidi kukufahamisha kila ambacho kinajili kutoka huko Urusi na Ukraine, hasa pia kuelekea katika mazungumzo ya amani ambayo rais kutoka nchini Marekani Bwana Donald Trump ameweza kuanzisha tangu aingie madarakani rasmi Januari 20 mwaka huu 2025.